Njia naiona iwazi, natamani kufika mwisho, tayari nakaza mwendo. Baba nishike mkono, njia naiona iwazi, natamani kufika mwisho, tayari nakaza mwendo. Baba nishike mkono, Baba nishike mkono, Baba nishike mkono, Baba nishike mkono, Baba nishike mkono. Bwana Yesu, tunasema asante kwa sababu ya jioni nzuri, asante kwa sababu ya siku ya leo. Baba uliomba mbingu na nchi, tunashukuru kwa uzuri wako, asante kwa wema wako, asante kwa ukuu na kwa mambo yako ya kushangaza unaoyafanya kwetu. Hakuna aliye kama wewe, haulinganishwi, ufananishi na yeyote. Wewe ni mkuu mfalme, mbingu ni yako, dunia ni yako. Ardhi yote umeifanya umeiumba wewe, maji umeyafanya wewe. Cha kushangaza zaidi, upepo unaovuma pasipo kuonekana ni wewe umeufanya Bwana. Asante kwa sababu maajabu yako hayaelezeki. Umeumba mabonde marefu na milima mirefu. Umeumba mito ambayo inatiririka kila siku kuelekea baharini, na bahari inapokea maji kila siku, lakini haijawahi kujaa na ikazidi kiwango. Asante kwa sababu balance yako ni ya kushangaza. Hakuna aliye mzuri kama wewe, mwenye akili nyingi kama zako. Unajua kuhesabu nyota, unajua kuhesabu nywele za mwanadamu ya aina yoyote. Wewe unashangaza Baba. Asante kwa ukuu wako, asante kwa uzuri wako. Wakiitwa wafalme, wewe ni mfalme mkuu. Wakiitwa watu wenye akili, wewe ni kiongozi na mwanzilishi wa akili. Wakiitwa watu wenye mamlaka, wewe ndiye asili na chanzo cha mamlaka zote. Asante kwa ukuu wako Bwana, asante kwa uweza wako, asante kwa uzuri wako. Tuko wanaume tunaitwa wanaume, lakini wakiitwa wanaume, wewe ni mwanaume wa wanaume. Tupo tunaoitwa akina baba. Wakiitwa mababa, wewe ni baba wa akina baba. Hakuna anayefanana na wewe hata mmoja. Sifa, tukufu, heshima, enzi, azama ni vyako. Kwa sababu hiyo Bwana tunasema asante kwa uzuri wako. Amen. Leo tutatazama tena kipengele kingine cha amri kuu za Mungu, zile 10. Sasa amri ya kwanza mpaka ya 4 tumetazama kila siku kwa siku 4 zilizopita. Leo tunaenda kujifunza amri ya 5. Amri ya 5 imetajwa katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 12. Ina maneno machache tu. Inasema waheshimu baba yako na mama yako. Nukta. Waheshimu baba yako na mama yako. Nukta. Lakini Biblia ya Kiingereza na yenyewe haijaacha nyuma. Inasema honor your father and your mother. Honor your father and your mother. So hivyo ni vizuri tukaelewa kwamba tumeshapita tayari amri 4 za nyuma. Tuliona kwamba zile amri 4 zinamgusa Mungu moja kwa moja. Ukiangalia ya kwanza, anasema mimi ni Bwana Mungu wako. Ya pili, usiwe na miungu mingine. Ya 3, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Ya 4, ikumbuke siku ya Sabato kwa ajili yake. Lakini hii ya 5 anasema waheshimu baba yako na mama yako. Inamaanisha Mungu ameshamaliza zile 3 za kwanza zinazomgusa yeye direct. Amekuja kutupa ile amri ya 4 inayosema
ikumbuke siku ya Sabato uitakase, yaani maana yake umpe utukufu yeye, na yani ni mahali ambapo yeye na wewe tunakutana. Mimi mwanadamu na yeye Mungu tunakutana kwenye amri ya 4. Maana ni Sabato, anakuja mahali alipolikubalia jina lake likae, lakini pia mimi ninaenda mahali pale kwa ajili ya kumwabudu. Sasa tukiwa katika hali hiyo ya kutii amri 4 zinazomhusu Mungu moja kwa moja, ndipo linakuja agizo la kuwatii baba na kuwatii mama zetu, ambao wao ndio ambao wamepewa nafasi ya uumbaji huku duniani. Kwamba Mungu aliwatumia baba na mama kuhakikisha mimi na wewe tunazaliwa, mtoto anazaliwa. Kwa anatoa agizo, anakamilisha huduma 5 kwa kuwajumlisha baba wa mbinguni na baba wa duniani. Wazazi wa mbinguni na wazazi wa kimwili wapewe heshima yake. Nafikiri unanisikiliza vizuri. Ukisoma kitabu cha Maraki sura ya 4 mstari wa 5, Maraki 4:5 na 6, neno la Mungu linatuambia katika Maraki 4 mstari wa 5 na wa 6, angalieni nitawapelekea Elia nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuu na kuogofya, naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with curse. Unaona kabisa kwamba katika kuheshimu baba na mama ndipo Mungu anatangaza baraka, kama kinyume cha usipoheshimu basi tangazo la laana linatokea. Ndio maana ukisoma anasema nisije nikaipiga dunia kwa laana. Akiona wazazi hawajui kuwaheshimu watoto, na akiona watoto hawajui kuwaheshimu wazazi, basi Mungu anachokifanya anapiga dunia kwa laana. Sasa ndugu yangu, inawezekana mpaka leo hii hapo unapoishi umepigwa kwa laana kwa sababu tu ya wazazi hawakukaa kwenye nafasi yao ya kukuandaa wewe mtoto ukae vizuri, na wewe mtoto pia ukaingia kwenye kundi la fujo. Umeshindwa kuheshimu wazazi wako, hujaonesha zile adabu ambazo Mungu zinampelekea aweze kubariki mtu. Kwa ni amri tumepewa kuheshimu baba na mama. Amri ya 5 inaonesha hali ile ya kuhama, kama nilivyotangulia kusema, kutoka zile amri zinazotuamuru tumtii Mungu moja kwa moja kuja kwenye amri zinazotaka tuanze kuwatii wale tunaoishi nao. Zinaanza kutufundisha namna ya kuishi nao vizuri, kuanzia wazazi. Kienda amri inayofuata ina namna yake, inayofuata pia ina namna yake. Ukizitazama vizuri amri zinazofuata zote zinahusu maisha ya mtu huku duniani, lakini zile za amri 3 za kwanza mpaka ya 4 zinahusu huyu aliyeko duniani, namna ya kushirikiana na wa mbinguni. Sema amina kama yanakuingia. Kwa hiyo ni jambo zito sana, si jambo la kulichukulia kiwepesi. Zinaleta mahusiano. Kwa hizi amri zile za kwanza ndo tunasema ni amri za kiungu. Hizi za sasa hivi kuanzia ya 5 mpaka ya 10 ni amri za maisha ya wanadamu duniani.
lakini zenyewe pia zinatafsiriwa kama amri zilizobeba heshima. Kwa Kiebrania tunasema kahebed. Zimebeba kahebed. Inamaanisha zinaleta ule mzizi wa uzito kwa namna ya ushawishi wake na kwa namna ambavyo zina umuhimu. Neno hilo hilo linatumika pia kumaanisha kwamba kuugusa moyo wa Mungu kwa tabia njema. Neno heshima au neno kahebed. Kwa hiyo Bwana alikusudia kwamba mishapaka ni familia. Kwa Kiebrania familia zinaitwa mishapaka. Mishapaka lazima ziwe na ile taswira au picha halisi ya uhusiano ulivyo kati ya Mungu na wanadamu, na zenyewe pia hizi familia ziwe na uhusiano kati ya familia moja na familia nyingine, kati ya familia moja, kati ya wakubwa na wadogo, wenye vyeo na wasio na vyeo, wenye mamlaka na wasio na mamlaka, wapakwa mafuta na wasio pakwa mafuta, kundi kwa kundi. Kama Mungu alivyoumba wanadamu wa kiume na wa kike kwa sura na kwa mfano wake, kama anavyosema katika Mwanzo 1:27. Na wanadamu pia wamepewa watoto ambao kesho na kesho kutwa watakuja kuwa ni wazazi. Kwa Mungu pia akaumba mtoto na mkubwa. Vile ambavyo mwanaume na mwanamke wanapaswa kuheshimiana, ndivyo ambavyo mtoto anapaswa kuheshimu wakubwa na wakubwa wanapaswa kuheshimu watoto. Kwa sababu neno linasema, enyi watoto watiini wazazi wenu. Na linawaagiza wakubwa kwamba enyi wazazi msiwachokoze watoto wenu. Kwa ukichokoza mtoto obviously atakufanyia fujo, na ndio mwanzo wa laana. Ukichokoza wazazi wataonesha uwezo wao kwamba wao ni wazazi, na utabaki haitaishia tu hapo, na Mungu naye atakushukia mwenyewe akikupiga na laana. Unaweza usiumwe, lakini kile unachokifanya kiendi. Kwa ni muhimu sana kukaa katika mfumo huu wa Mungu aliyotutengea. Watoto waweze kuwaheshimu baba na mama. Kama nilivyotangulia kusema kwamba zile amri 4 za mwanzo au zile mitzvot zipo tu kwa ajili ya kuonesha utii kwa Mungu wetu. Na pia zinatupa kujitambua kwamba sisi ni akina nani hasa. Ile amri ya kwanza mpaka ya 4 zinatupa kujitambua kwamba sisi sio ulimwengu huu. Sisi ni mali ya Mungu. Zinatupa kutambua nafasi yetu, kwamba kiongozi wetu ni nani, bosi wetu ni yupi. Ndio maana anasema mimi ni Bwana Mungu wako. Sema amina. Lakini pia zinatupa kutambua wengine ndani ya familia zetu, ndani ya jamii, ndani ya ulimwengu tunaoishi. Hizi amri ambazo tunazo kuanzia ya 5 mpaka ya 10 zenyewe zinatupa kutambua maisha ya wengine kwamba ni ya muhimu, sio ya kuyapuuzia. Usije ukafika mahali ukawa mbinafsi, ukajiona wewe tu ndo wa maana. Hapana, never do that. Na inawezekana kabisa wewe ni mtumishi, una upako, una nguvu ya Mungu, unatembea katika viwango vizuri, una hela, lakini sasa haufuati utaratibu wa maisha ambao Mungu ametuwekea. Kwa kipindi hiki ambacho tunacho, labda kabla sijaenda mbali sana, tusome kidogo tena kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 23 mstari wa 23. Biblia inasema, kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli uwaambie, mwezi wa 7
siku ya kwanza ya mwezi kutakuwa na kustarehe kabisa kwenu. Ni ukumbusho wa kuzipiga baragumu, ni kusanyiko takatifu. Msifanye kazi yoyote ya utumishi, nanyi mtasongeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto. Kwa hiyo tunaona Mungu akimwagiza Musa, hii ndio lengo la mpaka tunafundisha na kuomba haya maombi. Ni lengo ni huu mstari, kwamba Mungu anamwagiza Musa kila mwezi wa 7, siku ya kwanza ya mwezi huo kutakuwa na kustarehe kwetu kabisa. Inamaanisha Mungu aliufanya huu mwezi kama ni mwezi wa mapumziko baada ya miezi 6 ya kazi ngumu. Nilishaelezea vizuri huko mwanzo, kwa wewe uliyenifuatilia tangu siku ya kwanza unaelewa nilianzia wapi, lakini kwa faida tu ya wewe alianzia katikati, ni kwamba hiki ni kipindi ambacho Mungu anatangaza msamaha kwa watu wake, na kila mwaka anataka tarehe 1 ya mwaka huo, ya mwezi huu wa 7 katika mwaka husika, lazima zipigwe baragumu kama ukumbusho ambao utasababisha starehe ya watu. Na hilo baragumu kwa Kiingereza nasema the Feast of Trumpets, kwa Kiswahili tunasema ni sherehe za baragumu au matarumbeta. Tulikuwa na wimbo mmoja tunaimba, oh parapanda parapanda Italia parapanda, oh parapanda Italia parapanda. Lakini pia zamani nilipokuwa shule tulikuwa tunaimba wimbo huu, tarumbeta tarumbeta zitari pom 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 pom, tarumbeta tarumbeta zitari pom 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 pom. Ni wateule tuwataki wao kuingia katika mji ule, kumpa sifa Bwana wa mabwana, astahiliye kupokea sifa. Ona 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 ng'ambo ile, watu wenye mavazi meupe wanavyopendeza, wapendezavyo, natamani kufanana nao. Tarumbeta tarumbeta zitari pom 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 pom, tarumbeta tarumbeta zitari pom 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 pom. Kwa kila inapopigwa baragumu, zile pembe ya kondoo inapopigwa, watu wanajua saa ya kufurahi mbele za Bwana imefika. Watu wanaandaa sadaka nzuri kufanya ukumbusho wa kukusanyika kwa ajili ya utakatifu. Ndio maana sasa ukisoma mstari wa 26 unaanza kuelezea jambo lingine linalotokana na furaha ya sherehe za matarumbeta, ambazo hizo kwa Kiebrania tunasema kwamba zinaitwa Rosh Hashana. Rosh Hashana. Sasa kipindi cha matarumbeta kinachoitwa Rosh Hashana ni cha kila mwaka, na hata sasa tunakifanya, ndio maana tunaomba haya maombi. Lakini kuanzia siku ile ya Rosh Hashana mpaka siku ya 10 tunaingia kipindi kingine kinachoitwa Yom Kippur. Hicho ni kipindi ambacho cha watu kuingia kwenye upatanisho. Watu wanaomba Mungu nisamee, nimekosea pale, nimekosea hiki, nimekosea hapa, nimekosea na hiki, nimekosea na hiki, nimekosea na hiki, naomba nisamee Mungu ndani ya siku 10. Ndio maana ukisoma mstari wa 26 anasema, kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, lakini siku ya 10 ya mwezi huo wa 7
ni siku ya upatanisho, yani Yom Kippur. Itakuwa kusanyiko takatifu kwenu, nanyi mtazitesa nafsi zenu, nanyi mtasongeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto. Nanyi msifanye kazi yoyote siku hiyo, kwa kuwa ni siku ya upatanisho, ili kufanya upatanisho kwa ajili yenu mbele za Bwana na Mungu wetu. Sasa hii ndio ambayo tunatembea nayo saa hii. Tunaomba maombi haya ya amri 10 ili kwamba tuje tuangukie amri ya mwisho, siku ya mwisho ya upatanisho mbele za Bwana. Kwa tunaomba, tulianza kuomba rehema, kuomba msamaha pale tulipokosea amri ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, na leo tunaomba ya 5. Tutaendelea kuomba mpaka amri ya 10, na siku hii ya 10 neno la Mungu limetuahidi kwamba lakini siku ya 10 ya mwezi huo wa 7 ni siku ya upatanisho. Kwa hiyo kama kwa wenzetu kule Waisraeli wanaamini kabisa, wale Waebrania Waebrania na Wayahudi wanaamini kabisa kwamba kama ikitokea mtu alitenda kosa, alitenda dhambi, hajatubu ndani ya hizi siku 10, maana yake maisha yake yatakuwa tena ni magumu kwa mwaka mzima unaofuata, mpaka ije ifike tena kipindi kingine. Ikumbuke huu ninayoongea ni mwaka 5781 tangu alipoumbwa Adam, sio tangu Yesu kuzaliwa. Tangu Yesu kuzaliwa huu ni mwaka wa 2020, ni mwaka 2020, ni mwaka 2020. Lakini sasa bado pia sio kwa kalenda hii tunayo. Unajua wanadamu wengi tumezoea kalenda ya Gregorian. Kalenda ya Gregorian yenyewe ina siku 364, 365 na robo hadi 366. Lakini kalenda hii ya kiungu, kalenda hii ya Kiebrania, ya Kiyahudi, kalenda hii yenyewe ina siku 353 mpaka siku 355. Kwa hiyo utakuta kwamba hizi tarehe zinapishana, mwaka hata mwaka zinabadilika. Kwa mfano mwakani Yom Kippur au atonement, upatanisho, hautakuwa tarehe 28. Lakini mwaka huu tunaona upatanisho tulianza maombi tarehe 19, mwezi huu wa 9 tutaenda mpaka tarehe 28 kwa kalenda ya Gregorian. Niseme tu kwa kalenda ya kidunia, sio kalenda ya kiungu. Kalenda ya kiungu huu ni mwaka 5781. Sasa naomba turudi kwenye somo. Nilikuwa nimerudisha tu mambo machache ambayo niyaelezea kwenye utangulizi, lakini ukitaka kiundani zaidi basi utauliza. Mimi naomba niendelee na somo la leo. Kwa hiyo wazazi wana nafasi mbele za Mungu wanayolindwa. Usipowapa heshima yao, Mungu mwenyewe ndiye anayekuadhibu, hata kama mzazi hajakasirika. Madamu wewe hujampa heshima baba yako. Na ukumbuke wazazi hapa wako wa aina mbili. Wako wazazi wa kimwili, wako wazazi wa kiroho. Wazazi wa kimwili tunaita kwa Kiingereza biological fathers, wazazi waliotuzaa. Lakini pia wako wazazi wanaotulea kwa mambo ya rohoni, wanatuadabisha, wanatunyosha, wanatukunja mpaka tufanyike vile ambavyo Mungu anataka tuwe. Kwa hiyo Mungu anachokiangalia zaidi ni kitu cha namna hiyo. Kama mtoto utafika mahali pa kukosa ufahamu wa kuheshimu wazazi, amri hii kumbuka itakuwa ni adhabu kwako. Itakuingiza kwenye laana. Ndio unashangaa mwingine huolewi, mwingine huoi, mwingine unajaribu kufanya biashara hizi haziendi, unajaribu kusoma masomo unaishia njiani, kile unachojaribu kukifanya kazi unafukuzwa mara kile, yani kila kitu kinagoma. Lakini mbaya zaidi, wengine wanakufa mapema kwa sababu ya kukosa kuheshimu wazazi. Labda unaweza kusema naongea kitu cha namna gani? Ni amri hii ya kuheshimu baba na mama yako ndio amri iliyotoa ahadi ya kuwa mtu na maisha marefu. Mtu hata kufa akiwa na miaka michache. Sio mtu unakufa ukiwa na miaka 20, 40, miaka 60, miaka 70. Hapana. Inapendeza mtu aweze kuishi miaka 120. Utasema imeandikwa wapi? Imeandikwa pale Mwanzo sura ya 6 mstari wa 3.
kwamba mwanadamu naye ni nyama kama nyama. Hivyo kuanzia tangu siku hiyo Mungu alitangaza kwamba siku zake za kuishi zitakuwa miaka 120. Lakini ukisoma vizuri kitabu cha Mithali sura ile ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 4, ni vizuri nikasoma pamoja na wewe. Biblia inasema hivi, Mithali sura, neno la Mungu linasema, mwanangu, usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu, maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Rehema na kweli zisifarakane nawe, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele ya wanadamu. Hebu tazama neno hili. Anasema, mwanangu, usisahau sheria yangu, bali moyo wako uzishike amri zangu. Sasa leo tunazungumzia amri ya 5. Manake shika amri zote za Mungu 10 kwa umakini, pasipo kuchezea hata moja. Ukiwa unafanya hivyo, ndipo mstari wa 2 wa kitabu cha Mithali anasema zitakuongezea wingi wa siku. Sio tu unakuwa na siku nyingi afu unaumwa, unateseka, unapata shida, hapana. Anasema na miaka ya uzima. Yaani siku zinakuwa nyingi, lakini ukiwa mzima, hauna pressure, hauna asma, una kifua kikuu, una ukimwi, una nini. Lakini sio tu uzima wa kawaida, hata una msongo wa mawazo, una amani tele. Alafu ufanyeje sasa kama umezikosea hizo amri, hujazishika hizo amri za Mungu? Ndio hiki tunachokifanya. Mstari wa 3 anasema, rehema na kweli zisifarakane nawe. Kwa sisi tunaomba amri ya 1 mpaka ya 10 kwa kipindi hiki cha kutoka Rosh Hashanah mpaka Yom Kippur, yani kutoka kipindi cha matarumbeta au kipindi cha baragumu mpaka kipindi cha upatanisho. Tunaomba rehema mbele za Mungu ili kwamba shingoni mwetu turudishe zile amri zake, turudishe sheria zake, ikiwemo kumheshimu baba na mama. Na kwa kufanya hivyo maisha yetu yanakuwa yanarudi kwenye ahadi ya Mungu ya baraka na sio tena kwenye laana. Kwa mimi niombe tu, kama kuna hali yoyote ya uasi, kama kuna hali yoyote ya ukosefu wa adabu ndani au kuna mbegu ya kiburi ndani yako, kwa wazazi wa kimwili, wazazi wa kiroho, mahusiano yako na wazazi sio mazuri, mahusiano yako na watu wenye mamlaka, inawezekana ni kanisani, inawezekana ni kazini, inawezekana ni shuleni, kama sio mazuri, please make it quickly, kwa sababu Mungu Mungu hajichanganyi. Yeye ni kweli na amina, na neno lake limenyoka hivi. Utakaa utoke hapo mpaka umetengeneza na wanadamu. Chochote ambacho kinahitaji kutubu, kinachohitaji ukili kulingana na tabia yako, kwenye maombi yako mwaminifu, wewe mwage tu, Mungu, mimi kweli la kwangu 1 2 3, nisamee na hiki na hiki na hiki na hiki. Na kama kuna wazazi ukuwafanyia sawa, ulioonesha dharau za waziwazi, unatakiwa kuwatafuta kwa simu, kwa kwenda kuwapelekea zawadi na kuwaambia naomba mnisamee, ili kutengeneza mazingira ya kuishi katika amri za Mungu inavyotupasa. Daima tunafikiria kwamba mambo yamesha kuisha. Hapana, Mungu anataka aone unavyoonesha heshima yako kwa wazazi wasaidizi, step parents, yani ni kama vile baba mdogo, mama mdogo, guardians, walezi wako. Wana maana sana kwako. Mungu anaahidi baraka kwa kila mmoja ambaye ataheshimu baba na mama, kama tulivyosoma katika Mithali 3 mstari wa 1 hadi wa 4. Hebu tuangalie mambo machache ambayo ukiwa na hayo ujue wewe tayari umeshakwama kwenye hii amri ya Mungu namba 5. Jambo la kwanza, checklist. Ukiona umevunja moja ya hivi,
ujue wewe tayari umeshakwama. Kama uliwahi kumkosea baba ya mzazi wako kwa kuwa msumbufu na kuwa na ukaidi, tafadhali na kuomba orodhesha hizo dhambi, zipange kwenye karatasi yako, omba kwa uaminifu ukimwambia Mungu, naomba unisamehe nilikosea 1, 2, 3. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 21 mstari wa 18 mpaka wa 21 unasema hivi: mtu akiwa na mwana mkaidi, mshupavu, asiyetii sauti ya baba yake wala sauti ya mama yake, nao wajapo mwadhibu hawasikizi, ndipo babaye na mamaye na wamkamate na kumpeleka kwa wazee wa mji wake katika lango la mahali pake, wawaambie wazee wa mji wake, huyu mwana wetu ni mkaidi, mshupavu, hasikizi sauti yetu, ni mwasherati, tena ni mlevi. Waume wote wa mji wake na wamtupie mawe afe. Ndivyo utakavyoondoa uovu katikati yako, na Israeli wote watasikia na kuogopa. Yani ukishakuwa tu na hali fulani ya ukaidi, ulipaswa kufa kipindi cha sheria ya Musa. Sasa kipindi hiki cha neema unafungwa laana, hakuna kinachotembea. Yani maisha yako yanakuwa ni magumu. Sema amina. Sema amina kubwa. Kwa mimi ni kuombe wewe ndugu yangu naye nisikiliza na kunifuatilia, amri ya 5 sije kakuangamiza ukawa unaendelea kuishi kumbe bado unaendelea kuishi kumbe ni marehemu. Nikisema unaishi huku ni marehemu, maana yake ni kwamba unaishi kwa kusindikiza wengine. Kila kitu chako kimegoma kwa sababu tu kuna mahali ukufanya sawa na wazazi wako wa kiroho. Jambo la pili tunaloliangalia katika hii amri, ambayo inaweza likapelekea mtu tena pia ukawa na maisha ambayo sio mazuri, ni kama uliwahi kuwalaani wazazi wako. Kama uliwahi kuwalaani wazazi, mfano uliongea, yani uliwajibu bila heshima, bila adabu, au ulinungunika, uliongea kimoyo kwa chini ukiwalaani, baba ili shauri zake, ili baba ili lisumbufu sana, ili mama ili basi tu. Yani kuna maneno fulani ya kunungunika. Hukuongea mambo mazuri zidi ya wazazi wako. Nini baba linalewa, alikunisomesha, sio na nini, mimi silipendi, sio kina hiki. Yani kuna namna uliongea kinyume na wazazi wako. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Kutoka sura ya 21 mstari wa 17. 17 inasema, yeye amwapizae baba yake au mama yake sharti atauawa. Kama uliwahi kujiapiza au katamka maneno magumu zidi ya wazazi wako, zidi ya wakuu wako, viongozi wako, unakufa. Kifo chenyewe sio lazima uende kaburini. Yani hata ule tu baadaye wako pia unakufa. Bila tena mpaka uje utamkiwe neno la baraka ndo mambo yaanze kunyooka. Kwa hiyo mwambie Mungu, naomba nisamee Mungu, ili tarehe 28 ya mwezi huu, ambayo itakuwa ni tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 5781. Maana huu ndo 81 tulioanza tarehe 1 mpaka tarehe sasa tunaotembea nao, ambao miaka ya kidunia ndio sema ni mwaka tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka 2020. Wewe Mungu atakapokuja kufanya upatanisho na watu, basi hakutulishaomba rehema kwa sababu ya viapo vyako vibaya, anakusamehe. Jambo lingine la kuliangalia hapa ni hili la kujitathmini. Je, umewahi kumshambulia au kumuumiza mzazi wako yeyote? Kama Kutoka 21 mstari wa 15 inavyosema hivi, ampigae baba yake au mama yake sharti atauawa. Kuna watoto wamewahi kupiga wazazi,
Mshangaa kabisa mtoto anampiga mama yake. Nimewahi kushuhudia. We mama, una adabu, sina nini, pa kofi. Mwingine alipiga baba yake kwa sababu tu anagombania ng'ombe, sio anagombania kitu gani. Sasa wewe kwa kipindi cha Musa ilibidi uwawe pale pale. Sasa kwa kipindi cha neema hiki cha Yesu Kristo, kuanzia siku ile vitu vyako vilishafungwa. Kile unalofanya unaishia tu kukwama. Lakini jambo lingine la kuliangalia, la kujitathmini na kujichunguza ili ujue kwamba hii amri unaitii au uitii. Je, umewahi kuiba pesa au chochote kutoka kwa wazazi wako? Maana watoto kwenye kuwaibia wazazi ndo, yaani hapo hata mimi kwa kweli ilikuwa changamoto. Unaenda shule kukuta tu kuna kahela kapa 500 na kuapua unaondoka nako. Kitabu cha Mithali sura ya 19 mstari wa 26 kinasema hivi. Apotezaye mali za babaye na kumfukuza mamaye ni mwana aaibishaye na kuleta lawama. Yeyote anayepoteza mali ya baba au kupitia mali ya baba yake akamfukuza mama yake, akamnyanyasa mama yake, huyu amekosa, amevunja amri ya 5 ya Mungu ya waheshimu baba yako na mama yako. Kwa ni anaaibisha, na adhabu yake anastahili kuuawa. Lakini ukisoma tena Mithali hiyo 28 mstari wa 24, Biblia inasema hivi. Aibaye mali ya babaye au mamaye na kusema si kosa, mwana huyo ni rafiki wa mtu mharibifu. Unaweza kusema kumwibia baba, kumwibia mama sio kosa. Sikiliza, kuiba ni kuiba tu. Iwe cha wazazi wako, kiwe cha watu baki. Wewe una urafiki na shetani. Ndio maana nasema ni rafiki wa mtu mharibifu. Maana mtu mharibifu ni shetani peke yake. Hakuna mtu mwingine mharibifu. Ukiona tu mtu mharibifu, jua rafiki yake shetani. Sema amina. Jambo la mwisho, yako mengi unaweza kujitazama, lakini haya mambo 5 niliyokutajia leo, ninayokutajia hapa ni ya muhimu zaidi. Jambo la mwisho ni, kama uliwahi kuwakana au kuwakataa, hukuonesha upendo, hukuonesha kuwajali, huwakubali jinsi walivyo kwa sababu ya uzee wao. Kuna watoto akiwa anakaa miji mikubwa kama Mwanza, Dar es Salaam, New York, wapi, wakija wazazi wao kutoka vijijini, wanasema huyu sio baba yangu, huyu sio mama yangu. Sijawahi kushuhudia, lakini nimewahi kusikia mara nyingi watoto eti waliwakataa wazazi wao kwa sababu hawajui kuoga, kwa sababu wamechoka. Wao wanajiona ni masuperstar, wanajiona watu classic wa huku ulimwenguni. Sasa kitabu cha Mithali sura ya 23 mstari wa 22 kinasema hivi. Mithali 23:22, Biblia inasema hivi. Msikilize baba yako aliyekuzaa, wala usimdharau mama yako akiwa mzee. Msikilize baba yako aliyekuzaa, wala usimdharau mama yako akiwa mzee. Kwa naomba sana usijaribu kuchezea maisha ya wazazi wako, kwa sababu ya wengine wamepinda migongo, wengine wanadondosha mate, wengine watumelea mikongojo. Vyovyote akikwambia mwanangu nipeleke kwenye jua, unambeba kwa upendo, unaonesha, unakubali. Mimi kama mzazi nimeona kulea watoto jinsi ilivyo. Watoto kulea sio kibarua kidogo. Sasa inafika sehemu yule akiwa mzee, na wewe uonesha shukrani kwamba ulinilea nikiwa mtoto mdogo. Sema amina. Mimi naomba kwa leo niseme, kwa kuielezea hii amri ya 5 niishie hapo. Mungu akusaidie kutengeneza maombi mazuri ya rehema, kuomba katika kipindi hiki cha kuelekea Yom Kippur au kuelekea siku ya upatanisho. Kwa Kiingereza nasema Atonement Day. It means we are heading to the
10th day of atonement with our God. Kwa ukishamaliza kuomba rehema zako, utaingia hatua inayofuata ya kumsifu Mungu na kutangaza. Utasoma Isaya 64 mstari wa 8, na pia utasoma Isaya 68 mstari wa 4 na wa 5. Unaposoma hii mistari, sio tu kusoma, ndio unayotumia kutangaza. Kwa mfano, Isaya 64 mstari wa 8 inasema hivi: lakini sasa, Bwana, wewe u baba yetu, sisi tu udongo, nawe mfinyanzi wetu, sisi sote tu kazi ya mikono yako. Kwa unatangaza, unampa baba sifa yake kwamba tumekubaliana na wewe, wewe ndiye baba yetu, sisi tu udongo, nawe mfinyanzi wetu, sisi ni kazi ya mikono yako. Kwa kufanya hivyo, Mungu anakufurahia zaidi. Zaburi 68 mstari wa 4 na wa 5 nasema: muimbieni Mungu, lisifuni jina lake, mtengenezeni njia ya barabara, apitaye majangwani kama mpanda farasi. Jina lake ni Yahu, shangilieni mbele yake. Baba wa yatima, mwamuzi wa wajane, Mungu katika kao lake takatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tukimaliza kutangaza na kumsifu Mungu kwa kutumia hiyo Isaya na hii Zaburi, mwisho kabisa tutakuja kutangaza huu ukiri wetu ambao ni wa kila siku. Tutasema: Bwana, leo katika mwaka huu mpya wa 5781 tunakuvisha Bwana taji ya kifalme, kwamba Tanzania ni kwa ajili ya Baba wa mbinguni, na Mungu amekupatia wewe Bwana Yesu mamlaka na utawala wa kuitawala nchi ya Tanzania na watu wake na makundi yote ya Tanzania. Hata uchaguzi wa mwaka huu, wewe ndiye mtawala Bwana Yesu. Taifa letu linastahili kabisa kuhudumiwa na wewe. Tanzania ni kwa ajili ya utukufu wako. Tanzania inakupa wewe utukufu, inakupa heshima, na tunatangaza kwamba Tanzania ni kwa ajili ya Kristo. Kisha maliza hapo, basi hakikisha unamaliza kwa kula meza ya Bwana. Kwa haya maombi kila siku yana vipande, yana sehemu 5. Sehemu ya kwanza kabisa ya maombi haya, kwa wale ambao mkuwepo wakati naelezea mwanzoni, ya kwanza ni kumworship Mungu, yani kumsifu na kumwabudu Mungu. Sehemu ya pili ni kutafakari neno kama tulivyotafakari sasa hizi. Sehemu ya 3 ni kuomba na kujitathmini. Hivi mimi ile amri ya 5 ile koje? Maombi yanakuja, unaweza kaamka hata saa 8 usiku, saa ngapi, vyovyote unavyoweza kufanya. Sehemu ya 4 ya maombi haya ni kusifu na kutangaza, kama leo tunavyosifu na kutangaza kwa Isaya 64:8 na Zaburi 68 mstari wa 4 na wa 5. Na mwisho kabisa, maombi haya yanahitaji kushiriki meza ya Bwana, familia nzima hapo nyumbani kwenu mnakula. Mungu awabariki sana. Tutaonana kesho tena kwa ajili ya siku yetu ya 6 ya amri ya 6. Neema ya Bwana Yesu iwe pamoja nanyi. Nawatakia maombi mema. Bwana Yesu, ninaomba wanapoomba maombi haya usiku wa leo, walidhie watumishi wako, sikia sauti zao, sikia kilio chao, uweza kupenyeza katikati ya kila mmoja, waliopo karibu na walioko mbali, uweze kuwatoa kunako maangamizi ya mauti na kuwaingiza kunako neema ya uzima, ili siku ile ya upatanisho kila mmoja wa hawa akapate kupatana nawe. Ni kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ninasema asante. Amen.